Naam, kipindi cha pili kinaendelea na Young Africans wameruhusu goli la pili, na mpaka wakati huu Young Africans wako nyuma kwa goli 2-1. Bwana, dakika ya 32 Young Africans wamepata goli kupitia Shalulile, lakini dakika ya 36 wa Kongo karudisha goli hilo, na kipindi cha kwanza kamalizika kwa jumla goli 1-1, lakini kipindi cha pili kimeanza mpaka dakika ya 65 wa Kongo Mani umepata goli la pili la kuongoza mpaka wakati huu dakika 70, na Young Africans yuko nyuma kwa goli 1-0. Mchezo mzuri licha Young Africans kufika mara kwa mara kwenye lango la Du Congo, lakini bado haijawasaidia chochote mpaka wakati huu wako nyuma kwa goli 1-0 katika uwanja kwa goli 2-1 katika uwanja wa Uhuru. Bila shaka jana wamemcheka mtani wake Simba Sports ambaye amefungwa dhidi ya Kenya Police, na inawezekana hii leo na wao wakalala kwenye mchezo huu, na mchezo kamalizika kwa 2-1, kitu ambacho kitawapa afueni Simba Sports, kwa sababu jana wamechekwa sana. Inaweza ikawa nizamu yao kuwacheka Young Africans kama watapoteza kwenye mchezo wa leo dhidi ya Du Congo ambao umeonyesha ubora wa hali ya juu, na wamewachallenge pakubwa sana Young Africans kwenye mchezo huu, mchezo ambao ulikuwa unaonekana kana kwamba ni wa kawaida na Young Africans watapata matokeo ya kutosha, lakini imekuwa tofauti. Mpaka wakati huu Yanga wako nyuma kwa goli 2-1, na inawezekana ikalala au wakaongeza, aidha Young Africans wakarudisha hilo goli na kuongeza lingine, lakini mpaka wakati huu ni 2-1 na Young Africans wako nyuma kwa magoli hayo mawili. Kipindi cha kwanza Shalulile kaingia kambani, lakini mpaka wakati huu hakuna aliingia kambani mwingine zaidi ya goli alilofunga Peter Shalulile katika kipindi cha kwanza. Mwanafamilia wa Sauti ya Dunia TV, ni ukumbushe tu, kama ni mara ya kwanza kutembea channel hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment, ili wa kwanza kuzipata taarifa zetu kwa urahisi zaidi hapa kwenye channel ya kupendwa ya Sauti ya Dunia TV.